Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani na yanayotuhusu sisi raia na wakazi wa bara hili. Tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama, michezo, bila kusahau mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako, ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Anne Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu msikilizaji, tuandamane. Basi kila Ijumaa tunakuwa na makala maalum, na hili ni jukwaa la waandishi, na hii leo tunaangazia na kujadili matukio na masuala muhimu katika bara Afrika. Jukwaa letu maalum hii leo linaangazia hali ya uhuru wa wanahabari katika Afrika Mashariki, tukijikita katika uzoefu wa wanahabari kutoka nchi za Tanzania, Rwanda na Kenya. Je, kuna kitu ambacho kinaendelea barani Afrika baada ya chaguzi kutoka Tanzania hadi Rwanda, kutoka Kenya hadi Afrika Magharibi? Vyombo vya habari vinakabiliana na presha, vitisho, kuzimwa kwa interneti na kukamatwa kwa wanahabari. Kwa hivyo swala kuu ambalo tunajiuliza leo ni kwamba, je, Afrika inaelekea wapi kuhusu uhuru wa wanahabari? Kabla ya kuanza mjadala huu, tupate muktasari wa matukio mengine barani naye mwenzangu Veronica Natalis. Kikao maalum cha kujadili hali katika mji wa El Shafa huko Darfur kimeanza katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa ya masuala ya binadamu Geneva, Uswisi. Jeshi la wanamgambo la RSF limeudhibiti mji huo na kulaumiwa kwa kutekeleza mauaji halaiki, ubakaji na uporaji wa mali. Shirika la IOM limesema mashambulio ya El Fasher yamewalazimu maelfu ya raia kukimbia makazi yao. Wengi wa wakimbizi hawana chakula, maji na dawa. Haya yanajiri wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kuonya dola za nje dhidi ya kuendelea kuwapa silaha wanamgambo wa RSF. Wakati huo duru zinasema wapiganaji wa RSF wameanza mashambulio mapya kuelekea upande wa mashariki mwa Sudan. Kwa sasa RSF inadhibiti maeneo ya magharibi ikiwapo jimbo la Darfur na Kordofan Magharibi. Karibu raia 200 wa Kenya wamesajiliwa kuwa wapiganaji na jeshi la Urusi katika mapambano yake na nchi ya Ukraine. Miongoni mwa wapiganaji hao ni pamoja na wanajeshi wa zamani wa Kenya. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi amesema baadhi ya raia hao wamekombolewa kutoka uwanja wa vita. Wa Kenya waliorejea nyumbani wamesema walilazimishwa kufanya mashambulizi na kupakia mabomu bila kupitia maarifa yoyote wala kupewa vifaa vya usalama. Rais wa Kenya William Ruto amemrai kiongozi wa Ukraini kusaidia kuwaokoa Wakenya wanaokwama katika kambi za jeshi la Urusi zilizoko ndani ya Ukraini. Zaidi ya raia 1000 kutoka mataifa ya Afrika wamesajiliwa kusaidia jeshi la Urusi dhidi ya Ukraini. Mamia ya wanauchumi mashuhuri duniani wameomba kuwepo kwa jopo huru kimataifa kusaidia kuziba pengo kubwa kati ya matajiri wakubwa na maskini duniani. Waraka wa pamoja ambao umetolewa mkesha wa kikao cha kongamano la kiuchumi G20 huko Afrika Kusini umelalamikia pengo kubwa lililoko kati ya matajiri wachache sana na maskini ambao ni wengi. Aidha wamesema dunia athari za mabadiliko ya tabia nchi inachangia ongezeko la umaskini. Wanauchumi hao ni pamoja na aliyekuwa waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen, msaidizi wa tuzo ya Nobel ya uchumi Joseph Stiglitz. Ripoti ya pengo kati ya matajiri na maskini mwaka 2025 inaonyesha 1% pekee ya matajiri wakubwa duniani wanahodhi 41% ya utajiri wa dunia. Aidha, moja ya watu 4 maskini hawana uwezo wa kupata chakula. Na Afrika Kusini imewapokea wakimbizi 153 wa Kipalestina ambao wamewasili kwa ndege iliyotokea Kenya baada ya kuzuiliwa kuingia nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Kenya imesema wakimbizi hao hawakuhitimu viwango vya kuridhiwa kuingia nchini humo kama wakimbizi. Nchini Afrika Kusini, raia hao wa Palestina walilazimika kusalia kwa saa 10 katika uwanja wa ndege wa Oliver Tambo kabla ya kukubaliwa hifadhi nchini humo. Wanaharakati wa binadamu Afrika Kusini walishinikiza mamlaka kuwakubalia raia hao, kwani taifa hilo limekuwa likitetea maslahi ya Wapalestina. Afrika Kusini iliwasilisha kesi mbele ya mahakama ya kimataifa ya haki za binadamu ikishtaki Israeli kwa ukiukwaji wa haki za binadamu wakati wa kampeni ya kijeshi dhidi ya kundi la Hamas. Wakimbizi hao wamepewa afueni ya miezi 3 ambapo maombi yao yatachunguzwa
yatachunguzwa kabla ya kupata hifadhi kamili. Afrika inakabiliwa na mlipuko mkubwa wa kipindupindu kuwahi kushuhudiwa ndani ya miongo miwili. Taasisi ya kudhibiti magonjwa ya Afrika CDC imesema mwaka huu imeshuhudia visa 300,000 vya ugonjwa huo Afrika, vingi vikitokea maeneo ya vita. Watu 7,000 wamepoteza maisha. Aidha, uhaba wa maji masafi na mazingira machafu zimelaumiwa kwa kusababisha mlipuko huo. Mataifa ya Angola na Burundi yameripoti ongezeko la visa vya kipindupindu. CDC inaonya mlipuko kusambaa katika maeneo yaliyo na watu wengi, hususani kambi za wakimbizi na mazingira machafu. Kipindupindu husababishwa na mchanganyiko wa maji, taka na maji safi. Kikao maalum cha kujadili hali katika mji wa El Shafa huko Darfur kimeanza katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa ya masuala ya binadamu Geneva, Uswisi. Jeshi la wanamgambo la RSF limeudhibiti mji huo na kulaumiwa kwa kutekeleza mauaji halaiki, ubakaji na uporaji wa mali. Shirika la IOM limesema mashambulio ya El Fasher yamewalazimu maelfu ya raia kukimbia makazi yao. Wengi wa wakimbizi hawana chakula, maji na dawa. Haya yanajiri wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kuonya dola za nje dhidi ya kuendelea kuwapa silaha wanamgambo wa RSF. Wakati huo duru zinasema wapiganaji wa RSF wameanza mashambulio mapya kuelekea upande wa mashariki mwa Sudan. Kwa sasa RSF inadhibiti maeneo ya magharibi ikiwapo jimbo la Darfur na Kordofan Magharibi. Karibu raia 200 wa Kenya wamesajiliwa kuwa wapiganaji na jeshi la Urusi katika mapambano yake na nchi ya Ukraine. Miongoni mwa wapiganaji hao ni pamoja na wanajeshi wa zamani wa Kenya. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi amesema baadhi ya raia hao wamekombolewa kutoka uwanja wa vita. Wa Kenya waliorejea nyumbani wamesema walilazimishwa kufanya mashambulizi na kupakia mabomu bila kupitia maarifa yoyote wala kupewa vifaa vya usalama. Rais wa Kenya William Ruto amemrai kiongozi wa Ukraini kusaidia kuwaokoa Wakenya wanaokwama katika kambi za jeshi la Urusi zilizoko ndani ya Ukraini. Zaidi ya raia 1,000 kutoka mataifa ya Afrika wamesajiliwa kusaidia jeshi la Urusi dhidi ya Ukraini. Mamia ya wanauchumi mashuhuri duniani wameomba kuwepo kwa jopo huru kimataifa kusaidia kuziba pengo kubwa kati ya matajiri wakubwa na maskini duniani. Waraka wa pamoja ambao umetolewa mkesha wa kikao cha kongamano la kiuchumi G20 huko Afrika Kusini umelalamikia pengo kubwa lililoko kati ya matajiri wachache sana na maskini ambao ni wengi. Aidha, wamesema dunia athari za mabadiliko ya tabia nchi inachangia ongezeko la umaskini. Wanauchumi hao ni pamoja na aliyekuwa waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen, msaidizi wa tuzo ya Nobel ya uchumi Joseph Stiglitz. Ripoti ya pengo kati ya matajiri na maskini mwaka 2025 inaonyesha 1% pekee ya matajiri wakubwa duniani wanahodhi 41% ya utajiri wa dunia. Aidha, moja ya watu 4 maskini hawana uwezo wa kupata chakula. Na Afrika Kusini imewapokea wakimbizi 153 wa Kipalestina ambao wamewasili kwa ndege iliyotokea Kenya baada ya kuzuiliwa kuingia nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Kenya imesema wakimbizi hao hawakuhitimu viwango vya kuridhiwa kuingia nchini humo kama wakimbizi. Nchini Afrika Kusini, raia hao wa Palestina walilazimika kusalia kwa saa 10 katika uwanja wa ndege wa Oliver Tambo kabla ya kukubaliwa hifadhi nchini humo. Wanaharakati wa binadamu Afrika Kusini walishinikiza mamlaka kuwakubalia raia hao, kwani taifa hilo limekuwa likitetea maslahi ya Wapalestina. Afrika Kusini iliwasilisha kesi mbele ya mahakama ya kimataifa ya haki za binadamu ikishtaki Israeli kwa ukiukwaji wa haki za binadamu wakati wa kampeni ya kijeshi dhidi ya kundi la Hamas. Wakimbizi hao wamepewa afueni ya miezi 3 ambapo maombi yao yatachunguzwa kabla ya kupata hifadhi kamili. Afrika inakabiliwa na mlipuko mkubwa wa kipindupindu kuwahi kushuhudiwa ndani ya miongo miwili. Taasisi ya kudhibiti magonjwa ya Afrika CDC imesema mwaka huu imeshuhudia visa 300,000 vya ugonjwa huo Afrika, vingi vikitokea maeneo ya vita. Watu 7,000 wamepoteza maisha. Aidha, uhaba wa maji masafi na mazingira machafu zimelaumiwa kwa kusababisha mlipuko huo. Mataifa ya Angola na Burundi yameripoti ongezeko la visa vya kipindupindu. CDC inaonya mlipuko kusambaa katika maeneo yaliyo na watu wengi, hususani kambi za wakimbizi na mazingira machafu. Kipindupindu husababishwa na mchanganyiko wa maji, taka na maji safi. Na bila shaka shukran sana Veronica kwa taarifa hizo za habari. Basi leo msikilizaji, kwenye jukwaa la wanahabari tunachimba kwa kina. Kwa nini wanahabari wananyamazishwa? Nani anaogopa ukweli? Na mstakabali wa uhuru wa wanahabari barani Afrika uko wapi?
Katika miaka ya hivi karibuni, eneo hili limepitia misukosuko mikubwa katika taaluma ya wanahabari. Ninazungumza kuhusu nchi zilizoko bara la Afrika. Vyombo vya habari kufungiwa au kuwekewa vikwazo. Wanahabari kukabiliwa na vitisho, shinikizo za kisiasa na ukosefu wa usalama. Kuzimwa kwa mitandao ya kijamii na interneti wakati wa uchaguzi. Licha ya changamoto hizi, wanahabari katika ukanda wetu wanaendelea kusimama kidete kuwatumikia wananchi kwa kuhakikisha taarifa huru, sahihi, zinazowajibisha mamlaka zinatolewa kila kuchao. Leo tunazungumza na waandishi kutoka nchi 3 zenye mazingira tofauti lakini changamoto zinazofanana. Tanzania, ambako kufungiwa kwa vyombo vya habari, kuzimwa kwa mtandao na ukosefu wa fursa kwa wanahabari kumekuwa mjadala mkubwa hasa wakati na baada ya uchaguzi. Nchini Rwanda, ambako udhibiti wa wanahabari unaonekana kuathiri namna wanahabari wanavyoripoti masuala ya kisiasa na kijamii, huku wengi wakikabiliwa na hofu ya hatua za kisheria. Nchini Kenya, ambayo mara nyingi hutajwa kama kinara wa uhuru wa wanahabari mashariki, lakini bado inakumbwa na shinikizo, vitisho na matumizi ya sheria dhidi ya wanahabari. Kupitia mijadala hii tunalenga kuelewa uhalisia wa kazi ya wanahabari katika kila nchi barani Afrika, kuchambua masuala, ulinzi na ustawi wa wanahabari na kutafuta njia za kusonga mbele ili kujenga vyombo vya habari huru, salama na vyenye weledi. Basi moja kwa moja na kutangulisha kwanza kwa wanahabari ambao tutakuwa tunashiriki nao kwenye jukwaa hili. Kutoka nchini Tanzania tunaye Leonard Mubali. Kutoka nchini Rwanda tunaye Silvanus Karemera, na kutoka hapa nchini Kenya tunaye Angela Ngendo. Mimi ni Anne Ngugi na nitakuwa nasimamia mazungumzo haya. Tuanze basi nchini Tanzania kwako wewe Leonard Mubali. Muktadha ni huu: baada ya hata kabla ya uchaguzi, vyombo kadhaa vya habari vilifungwa au kuwekewa vikwazo, umeme na mtandao kuzimwa. Wanahabari walikosa fursa za kupata taarifa huru. Kwa hivyo, katika mazingira ambapo vyombo vya habari vimefungiwa au kufungiwa nje, unadhani hali hii imeathiri vipi uhuru wa uandishi na haki ya wananchi kupata habari sahihi? Asante sana Ani. Moja kwa moja hapo tunaona kwamba kama ulivyouliza, ni kweli kwamba uhuru wa habari kwa mazingira kama hayo uliminywa. Ninavyosema uliminywa kwa sababu mwandishi utakwenda, utapiga picha yako, utarekodi, lakini huwezi kufikisha kwa wananchi. Kwa hiyo ni mazingira ambayo tunaweza kusema yalikuwa kama daraja kinzani linalozuia mwananchi kuweza kupata matokeo ya kazi ya waandishi. Na muathirika, pamoja na kwamba mwananchi ambaye yeye angeathirika kwa kukosa kupata, lakini pia Ani, unakuta kwamba pamoja na waandishi kuzuiwa kufanya kazi yao, lakini pamoja na wananchi kuto kupata haki yao hiyo, kwa hali ilivyokuwa, kama kungekuwa na mawasiliano labda ya internet na matatizo mengine ya umeme yasiwepo, hata serikali kwa upande wao ama mamlaka wangeweza kudhibiti hali hiyo. Mfano, kuna moto na waka mahala, kuweza hata kuwasiliana wao kwa wao. Kwa hiyo pamoja na kwamba walizuia wale wahalifu ama wanaoweza kutumia mawasiliano hayo kwa njia ambayo itakuwa haina manufaa zaidi, lakini pia iliwafanya hata mamlaka zinazohusika kwa kukosekana internet waweze kushindwa kuwasiliana kwa wakati. Labda kama wao kwa wao walikuwa wanawasiliana, ingekuwa rahisi kuzima moto na matukio mengine. Lakini si kwa Tanzania tu, imekuwa kama kasumba katika nchi nyingi za Afrika nyakati za uchaguzi ama matukio maalum, kudhani kwamba kuzima internet inaweza ikawa labda ni moja ya njia ya kudhibiti. Lakini mimi naona kwa mazingira ya teknolojia ilivyobadilika, mfano kuna baadhi ya vijana hawa Gen Z walikuwa wanaendelea tu kuwasiliana kwa sababu wana mitandao mbadala kama vile VPN na mambo mengine. Kwa hiyo nadhani ifike wakati na mahala tuweze kupima faida na hasara ya kuchukua kitu hiki, lakini pia kuonyesha zile jitihada za wazi za kuchochea, kwa sababu unapozima watu wanaanza kutoa tafsiri zile ambazo ni rahisi hata dhidi ya serikali, kwamba unajua kwa nini wamezima kwa sababu wanafanya 1 2 3. Yamkini ni ile tu kwamba mazoea, ikifika wakati wa uchaguzi tuzime. Kwa hiyo ni jambo ambalo pia limekuwa ni funzo hata kwa mamlaka kwamba hiyo njia inaweza kawa na faida na hasara, lakini kwa mabadiliko ya teknolojia ni kwamba hiyo njia inaanza kuwa na hasara zaidi kuliko faida. Shukran sana Karemera, ukiwa pale Rwanda Kigali.
Kwa muktadha huu ambao unaujenga kwa sababu ya Rwanda, vyombo vingi vya habari viko chini ya udhibiti wa serikali. Wanahabari wanaojaribu kuandika kuhusu siasa au masuala ya kihaki hukabiliwa na vikwazo vikubwa, hasa wanapoikosoa serikali ya siku. Wengine huamua kunyamaza na wengi wametoka nchini. Tuzungumze kwanza kuhusu uhuru wa wanahabari. Karemera, ni kwa kiwango gani wanahabari Rwanda wanaweza kuripoti habari za kisiasa bila kuingiliwa au kuhisi hofu ya hatua za kisheria au kisiasa? Asante Ani. Nadhani kwa upande wa Rwanda, sekta ya vyombo vya habari imekuwa na historia ambayo sio nzuri, ambayo sasa imekuwa na athari hadi wakati huu. Kumbuka wakati wa mauaji ya kimbari dhidi ya jamii wa Tutsi ya mwaka 94, vyombo vya habari vilihamasisha mauaji haya kupitia redio, kupitia magazeti. Vyombo vya habari kwa kweli vilipandikiza mbegu ya chuki, na mpaka taarifa zinaonyesha kwamba kama vyombo vya habari visingepandikiza mbegu hiyo na kuhamasisha jamii moja ya Kinyarwanda kufanya mauaji dhidi ya jamii nyingine, pengine watu milioni 1 na zaidi waliopoteza maisha katika siku 100 mwaka 94, mauaji yasingefanyika katika kiwango kama kile. Kwa hivyo baada ya mauaji, serikali iliyoingia ambayo ndiyo serikali ya sasa iliyopo madarakani, kama zilivyo sekta nyingine, ilijaribu kuhakikisha kwamba badala ya vyombo vya habari kuchochea mbegu ya ukabila, mbegu ya utengano, mbegu ya chuki, basi viwe ni vyombo ambavyo vinapandikiza mbegu ya maridhiano, umoja na mshikamano miongoni mwa Wanyarwanda. Sasa katika mchakato huo kulitokea mambo mengi. Moja, kutokana na historia hiyo, baadhi ya waandishi wa habari walijaribu kujizuia kufanya taarifa za kisiasa. Tunasema ni self censorship, yaani mtu nafsi yake inamzuia kabisa, naogopa kwamba nisije nikaanguka kwenye mtego ambao wenzangu waliangukia kwenye mauaji hayo. Lakini pia ziliwekwa sheria ambazo zinazuia hizo lugha za ama kashfa hizo ambazo zinaweza zikapelekea mauaji na chuki. Sasa baadhi ya waandishi wa habari, ama si kwa kujua, ama ni kwa makusudi, ama ni kwa jitihada nyingine, katika baadhi ya taarifa ambazo walikuwa wanazifanya kwa mujibu wa sheria, zikaonekana kwamba zinadhoofisha, zinakwenda tofauti na mwelekeo huo wa sheria ambazo serikali ilikuwa imeweka, na wengi wakajikuta matatani. Kwa mfano, mimi nimefanya kazi hii ya uandishi wa habari kwa zaidi ya miaka 20 hapa sasa, na nimefanyia vyombo vya habari vya kimataifa. Wewe mwenyewe unajua vyombo mbalimbali vya kimataifa ambavyo vinafanya kazi katika eneo la Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu, lakini sijawahi kupata matatizo yoyote. Lakini hilo halizuii kwamba hakuna waandishi wa habari wengine ambao walipata matatizo, ambao wamekimbia nchi, ambao wamewekwa jela, mpaka wengine wakapotea katika mazingira ya kutatanisha. Sasa hayo yote yanafanya sekta ya habari kuonekana sio huru, na of course kama unavyojua ripoti za mashirika ya kimataifa ambavyo zimekuwa zikionyesha kwamba sekta ya habari Rwanda iko chini. Lakini siku zote nimekuwa nikisema kwamba ukivumilia katika ripoti yako, ukajaribu kuweka pande husika katika ripoti yako, nadhani huwezi kupata matatizo. Kilichotokea hapa ni kwamba mtu anafanya taarifa fulani akitafuta upande husika, kwa mfano upande wa serikali, na pengine labda serikali ikajizuia kuzungumza, anaweka chapisho lake hilo, na hilo chapisho lake kama halijakaa sawa na kwamba lina pande zote husika, anajikuta anaanguka kwenye ule mtego wa kutotimiza matakwa yanayohitajika. Lakini kuna pia waandishi wengine wa habari ambao vimeonekana visa kabisa, waandishi wa habari ambao kwa maslahi binafsi, kwa kutafuta ukimbizi katika nchi sana sana za Ulaya, wamekuwa akiandika taarifa potofu. Mimi niko hapa nimeshuhudia, ili waweze kupata kitu kinaitwa asylum seeking katika hizo nchi za kigeni, yani kupata makazi kule. Kwa hivyo ni mchanganyiko wa mambo mengi, na katika kipindi hiki sidhani kama tunaweza kumaliza, lakini hayo yote yanafanya mazingira ya kufanya kazi katika waandishi wa habari nchini Rwanda kwa namna moja ama nyingine kuwa na ugumu katika swala zima la utendaji kazi kwa waandishi wa habari. Shukran sana Angela, na karibu sana ukiwa nchini Kenya. Tujengee muktadha nchini Kenya. Bila shaka Kenya imepiga hatua katika demokrasia, lakini bado kuna vikwazo, vitisho vya kisheria, kesi kotini na shinikizo kwa vyombo vya habari vinavyoripoti maswala nyeti. Swali la kwanza ambalo ninakuuliza linalenga sana uhuru wa wanahabari. Kenya mara nyingi hutajwa kama nchi yenye uhuru zaidi wa habari Afrika Mashariki. Kwa mtazamo wako, huo uhuru ni wa kweli au ni wa kibali tu? Asante sana Ann kwa hilo la uhuru wa habari nchini Kenya. Taswira ya Kenya kama kitovu cha uhuru wa waandishi wa habari ama mashirika ya habari ilisifika sana katika
ile miaka ya 2013 hivi, yani miaka 10 iliyopita, hapo ndipo sifa ya Kenya ilikuwa imetawala, sio tu katika kanda ya Afrika lakini duniani kama kitovu ama nyota ya uhuru wa vyombo vya habari. Lakini katika miaka ya karibuni hali imekuwa ni ile ya kutamausha, kwa sababu uhuru wa vyombo vya habari nchini Kenya, ama uhuru wa waandishi wa habari kufanya shughuli zao ama kuwapasha raia taarifa, umepata changamoto, hususan mwaka uliopita baada ya yale maandamano yaliyoongozwa na vijana wakishinikiza mageuzi ya uongozi. Kwa hiyo utakuta kwamba ripoti ambayo ilitolewa na mashirika ya habari ya kimataifa ambayo yanachunguza uhuru wa vyombo vya habari, utakuta kwamba Kenya imeshuka sana kutoka nafasi ya 102 hadi nafasi ya 117 duniani. Na tukija hapa Afrika, nchi hii ya Kenya hata haipo katika 10 bora ambapo uhuru wa vyombo vya habari unaheshimiwa. Na nikupe tu mataifa ambayo yameweza kuwa nyota ama yanasifika katika kuheshimu uhuru wa vyombo vya habari. Afrika Kusini iko kileleni barani, inafuatwa na Namibia, Cape Verde, Gabon, Ushelisheli, Mauritania, Mauritius, Ghana, Liberia, na 10 bora inafungwa na hili taifa la Sierra Leone. Kenya haipo hata katika 15 bora ya mataifa ambayo yanasifika katika hili la vyombo vya habari. Pengine ukilinganisha Kenya na mataifa ambayo hayana uhuru wa vyombo vya habari, yani yale kabisa uhuru wa vyombo vya habari unafinywa ama ni hatari zaidi duniani, ukiwa unalinganisha mataifa hayo, hapo pengine utasema Kenya imepiga hatua. Pengine inaongoza katika mataifa ya Afrika Mashariki, kwa sababu ukiangalia mataifa ambayo uhuru wa vyombo vya habari umebanwa kabisa barani Afrika, taifa ambalo waandishi wa habari wamefinywa kabisa ni Eritrea. Inafuatwa na Misri, Djibouti, Sudan, Rwanda, Ethiopia, Uganda, Libya, Somalia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafunga 10 ya mataifa ambayo yananyanyasa ama yanayumbisha kabisa uhuru wa vyombo vya habari. Na cha kutamausha hapa ni kwamba katika haya mataifa ambayo nimeyataja sasa hivi, nusu ya mataifa hayo yanatokea katika kanda ya Afrika ya Mashariki. Bahati Kenya haipo, lakini namna hali inavyoendelea, kwa sababu kumekuwa na changamoto za kuingiliwa kiutawala, kuhujumiwa kiuchumi, kwa mashirika haya yananyimwa mapato, waandishi wa habari kutishwa, ni mambo tu ambayo yamepelekea uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa uenezaji wa taarifa huru na kuwajibisha mamlaka, kwa sababu huo ndio wajibu wa kwanza wa mwandishi wa habari, na kutoa taarifa za ukweli kwa umma ama kwa maslahi ya umma. Kwa kimombo wanasema ni kwa taarifa ambazo zinatolewa in public interest. Kwa hiyo unakuta kwa sasa hivi Kenya imeshuka sana. Ukiangalia Kenya ilipokuwa pale mwaka wa 2013 ilikuwa ndiyo inaongoza katika mataifa ya Afrika kama taifa ambalo linaongoza na uhuru wa vyombo vya habari, na ilikuwa imeshikilia nafasi ya 76, ile 72% ilikuwa yani iko kileleni. Lakini kwa sasa mwaka huu taifa hili limeshuka, na utakuta uhuru wa vyombo vya habari na usalama wa waandishi wa habari umeshuka hadi katika 49% peke yake. Na kama hali hii haitaboreka, kuna tisho taifa hili la Afrika Mashariki ambalo limekuwa ni kivutio cha wengi kama kioo cha demokrasia, matumaini hayo yakaanza kufifia. Na kwako tena Mubali, pengine changamoto za kitaaluma, tuangalie muktadha huo. Wakati wa uchaguzi ripoti zilitaja kuzimwa kwa interneti na vitisho kwa wanahabari. Je, wewe kama mwanahabari ama wanahabari wengine ambao naamini kwamba mko kwenye mitandao na mnazungumza kila siku, wewe binafsi au wanahabari ambao unawatambua, mlipitia hali kama hizo au kuzisikia kwa karibu, na pengine ziliathiri vipi kazi zenu nyinyi wanahabari ambapo mko ndani ya Tanzania?
Kwa mimi kama mwandishi na waandishi wengine, kilichokuwa kimetawala ilikuwa ni hofu. Waswahili wanasema halahala mti na macho, kwa sababu chukulia kama mwandishi upo mahala ambapo hali imegeuka, unaona labda magari yanachomwa, miundombinu inaharibiwa, huna mawasiliano, usafiri barabarani haupo. Kwa hiyo ilikuwa ni taharuki kwamba wewe kama mwandishi unatokaje katika lile eneo la hatari. Huwezi ukatoka labda hata na gari la ofisi, ni kwamba utapita wapi, njia zimefungwa, na huko nakoenda huwezi ukajua, je, huko nakoenda hao watu nao kutana nao ni salama ama si salama. Kwa hiyo ilikuwa ni taharuki, na waandishi walio wengi walikuwa katika wakati mgumu pia, ambapo kungekuwa na mawasiliano, mnaelezana tu, bwana usipite njia ya huku, kwenda huku kuna hiki na kile. Kwa hiyo kukosekana mawasiliano, kwa hiyo ilikuwa ni kama mtu upo gizani unapiga ramli za kuweza kuokoa uhai wako. Kwa hiyo ni taharuki ambayo naamini waandishi wengi walipitia. Lakini pia wakati huo huo unakuwa katika hali ambayo umeshindwa kutimiza wajibu wako, kuweza kuiambia dunia ama chombo chako ama kutahadharisha wengine kwamba wapi wasiende, huku kuna machafuko, kwa sababu ndio kazi ya waandishi wa habari, kuweza kujuza, kuelimisha, kutahadharisha. Sasa unaangalia kwamba yote hiyo ilikuwa inafanya hata wewe mwandishi siku hiyo ubaki na kazi moja tu ya kuona kwamba unaokoa vipi uhai wako, kwa sababu mazingira hayana mawasiliano, hujui uko wapi, hujui uende wapi. Kwa hiyo ilikuwa ni taharuki ambayo naamini kila mwandishi ambaye alifanya kazi katika mazingira yaliyokuwa yametokea safari hii, kwa kweli alibaki na jukumu moja tu la kuokoa uhai wake. Karemera, tuzungumze kuhusu udhibiti na hofu ya kujitoa kwenye hali hiyo. Wapo wanaosema wanahabari Rwanda wanafanya kazi kwa kujizuia. Unakubaliana na kauli hiyo? Ni mambo gani huchochea hali hiyo, kama utasema ndio au la? Nadhani hilo pia nimelizungumzia kwamba kutokana na mazingira hayo, kutokana na historia ya mauaji, kutokana na sheria zilizowekwa, kutokana hata na swala la kisiasa miongoni mwa wananchi wa Rwanda kuchukuliwa kama ni swala ambalo limeipeleka nchi hii katika matatizo katika miaka iliyopita, baadhi ya waandishi wanaamua tu kujizuia. Yaani hakuna mtu aliyemzuia kuandika story fulani, lakini pia yeye anajizuia tu. Lakini pia kuna changamoto nyingine mbili zaidi ya hiyo. Kuna changamoto za kiuwezo. Sekta ya habari nchini Rwanda kwa kweli haina pesa. Kwa hivyo wanahabari hawana pesa, kiasi kwamba akijaribu kufanya ripoti ya upekuzi ama investigative, anakuwa hana ile rasilimali ya kumsababishia yeye kutembea kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine. Unadhani vyombo vya habari binafsi na serikali vinafanya vya kutosha kuhakikisha ustawi na heshima ya taaluma hii nchini Kenya, na pengine kwa mtazamo tu ukiwa ndani ya Kenya na pengine ukiangalia nje? Kuna sheria ambayo ilipitishwa mwaka 2018 hapa nchini Kenya, na ile sheria ilijulikana kama matumizi mabaya ya kompyuta. Ilijulikana kwa kimombo Computer Misuse Act. Na ile sheria ilikuwa madhumuni yake ama lengo kuu ilikuwa ni kudhibiti uhuru wa vyombo vya habari na waandishi wa habari. Na ikaja mwaka huu sasa hii sheria ya 2018 ikawekwa nguvu, na sheria ambayo ilipitishwa kinyemela hivi kwa sababu umma haukuhusishwa kama jinsi katiba inavyostahili. Hapa tunaita public participation. Mashirika ya habari hayakuhusishwa, yalishtuka tu kwamba kuna sheria mpya ambayo imetiwa sahihi, lakini kwa sasa hivi nadhani kuna kesi mahakamani. Na hii ni sheria ya Cybercrime Act ama sheria ya uhalifu wa mitandao. Na sheria hizi mbili zimetoa adhabu kali, kwa sababu ukipatikana na makosa unaweza kutumikia kifungu cha miaka 10 jela, na vile vile unatozwa faini ya maelfu ya dola. Kwa namna moja ama nyingine, mashirika ambayo ni ya kibinafsi na ambayo hayana misingi imara, kwa mfano kisiasa na kiuchumi, yatakuwa yana ule wasiwasi kutoa taarifa ambazo huenda wakaona kwamba huenda ikaonekana kidogo inagusa utawala ama inagusa wale ambao pengine ni mashirika ya habari ambayo yanatoa matangazo kwetu. Alafu kuna hili pia, mtu binafsi tu akaamua, kwa sababu tumeshuhudia hapa Kenya, mtu tu binafsi awe ni mwekezaji, ni mwanasiasa, ama awe tu ni mtu tu ambaye ana ushawishi katika jamii, akipeleka mwandishi wa habari mahakamani na kusema kwamba ameharibiwa sifa
na gazeti fulani na redio fulani na matangazo fulani. Na akatumia sheria hii ambayo nimekuambia ya uhalifu wa mitandao na utumizi mbaya wa kompyuta. Hii sheria kwa kweli inawaadhibu, inawalenga wanahabari moja kwa moja, inalenga vyombo vya habari moja kwa moja, inayumbisha uenezaji wa taarifa za habari kwa umma na kwa maslahi ya umma. Kwa hiyo inataka kubana kabisa ile tunasema kwa kimombo censorship. Inataka kabisa kubana taarifa ambazo uongozi ama wale ambao wanahisi kwamba mashirika ya habari na waandishi wa habari wanawalenga. Hawataki taarifa ambazo kidogo wanaona hawazitaki, pengine zinawaumiza, zinawapa kinyongo. Kwa hiyo watatumia hii sheria kuyumbisha, kuendelea na kuimarika na uenezaji wa taarifa huru za habari. Bila shaka Mubali, umeendelea kusikiza hoja kutoka kwa wanahabari wengine. Tukite kwenye maslahi na ulinzi wa wanahabari. Ukilinganisha na kazi mnayofanya, unadhani maslahi na ulinzi wa wanahabari nchini Tanzania yako katika kiwango gani? Je, taasisi za wanahabari zinatosha kuwatetea? Hata serikali wakati fulani, wale ambao wangepeleka tafsiri sahihi ya mahitaji ya waandishi, hakuna. Wale waliodhaminiwa unakuta wamegeuka sasa hivi, baadhi yao wanakuwa tena ni kama adui wa waandishi wengine. Kwa hiyo bado katika hilo maslahi tuna safari ndefu ambayo nadhani vyombo hivi ambavyo vipo vina dhamana hiyo vinapaswa kujitafakari kwa hiyo. Jiunge nasi kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi jina langu ni Ann Ngugi na hii leo tuna jukwaa la wanahabari na tunauliza, je, misukosuko inayokumba wanahabari katika Afrika itatatuliwa kivipi? Na basi shukran sana msikilizaji kwa kuungana nasi kwenye matangazo ya leo. Kabla ya kuaga, kwa niaba ya wenzangu wote ambao wamefanikisha matangazo haya kule Burundi, tukiwa ndani ya Kinshasa pale DRC, bila kusahau pale Goma mashariki mwa Kongo, tukisonga juu pale Kampala Uganda pia tuna wanahabari, tukiingia nchini Kenya Nairobi tuna wanahabari, nchini Tanzania tuna wanahabari ndani ya Dar es Salaam, kule kisiwani Zanzibar, na bila kusahau mipakani Arusha. Tunaendelea barabara kabisa, lakini hatuwezi haya yote bila ushirikiano wako. Kwa hivyo tutafute idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Kumbuka kwamba msikilizaji, tunakudhamini sana. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, jina langu ni Anne Ngugi na kutakia wikendi njema, lakini pia usiku mororo. Kwaheri.